Tujenge Pamoja Company Limited ilianzishwa kwa lengo la kuwa zaidi ya duka la vifaa vya ujenzi. Naomba nirudie maneno haya. Tujenge Pamoja Hardware Company Limited ilianzishwa kwa lengo la kuwa duka la vifaa vya ujenzi. Maono yetu ni kuwa mshirika wa maendeleo kwa kila mteja, mkandarasi, fundi, mfanyabiashara na taasisi zitakazoshirikiana katika kujenga taifa letu. Tunatoa bidhaa mbalimbali za ujenzi zenye viwango vya ubora kwa bei shindani na huduma iliyomweka mteja wetu mbele. Jina letu Tujenge Pamoja si jina tu, bali ni falsafa yetu. Tunaamini kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila ushirikiano. Ndiyo maana tunasema tujenge pamoja, tujenge nyumba, tujenge biashara, tujenge uchumi, tujenge maisha bora kwa familia zetu na kwa taifa letu. Tunapenda kuendelea kukua na tunaahidi kuendelea katika ubora wa bidhaa, huduma kwa wateja, matumizi ya teknolojia, maendeleo ya wafanyakazi wetu na kujenga mahusiano bora ya kuhudumia wadau wetu wote. Alianza akiuza maskrepa pale, nakumbuka vizuri. Ameka mizani kake kakutundika, nakumbuka sana. Na pale naweza nikamtetea kwamba amepataje bali zake hata kufikia hapa, kwamba ni mtu mwaminifu. Alifanya kazi vizuri. Nakumbuka na naelewa wengine tunashindwa kuandika hata mali zetu tulizipataje hata kwa watoto. Tunaanzia hapa juu tu. Mimi tajiri, lakini hatujui. Lakini tukubaliane yote ni mali na wamebarikiwa. Lakini chukua nafasi basi kama baba katika mji wake. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kumbariki kijana wangu. Amembariki, amefanya mema, ameendelea vizuri, amekuwa mfano katika vijana kwa juhudi zake. Nadhani atajijiza halimkuti asubuhi ya mkuti kitandani kwa maana saa 10 ya usiku. Yuko kazi. Ndugu zangu, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji wa kuimarisha miundombinu, kuboresha sera ya kuondoa vikwazo vinavyozuia ukuaji wa sekta binafsi. Serikali inaendelea kutambua mchango mkubwa wa wafanyabiashara katika kuzalisha ajira, kuongeza mapato na kuchochea maendeleo ya taifa. Hali ya ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu, hali ya ukusanyaji wa mapato katika mkoa wetu ni tofauti kabisa na miaka iliyopita huko nyuma. Katika kitu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan tunapaswa kumpa maua yake ni jinsi anavyowalea na kuhakikisha wafanyabiashara wadogo na wakubwa hawanyanyasiki. Maelekezo ya bajeti mmeyasikia. Kuanzia tarehe 1 Julai, wafanyabiashara wote wadogo, na naomba nitangaze moshi yetu, wafanyabiashara wote wadogo, unapofungua biashara yako, relax, tulia, mwaka mmoja, fanya biashara. Baada ya mwaka mmoja